Hili eneo mnalofanya uchimbaji tayari lina mtu mwenye leseni, mnafahamu hilo? Kwa hiyo wote mnayochimba mnachimba kwenye leseni ya mtu, na mwenye leseni ndiyo mwenye eneo. Baada ya ile kodi ya serikali, lazima muwe na makubaliano na mtu mwenye leseni, ambapo mwenye leseni tumemwelekeza kwamba umati huu wa watu 2000 ambao wanaongezeka, wanaweza kufika 3000, lazima kuwe na vyoo, kuwe na utaratibu, msiharibu mazingira. Sasa kwa sababu mko hapa zaidi ya miezi miwili mnafanya hiyo kazi, mna wajibu wa kulipa kodi, lakini mna wajibu wa kulinda usalama wa eneo hili. Tunafahamu si wote wanatoka Morogoro wanaokuja kufanya kazi hapa, wengine wametoka mikoa mbalimbali kuja kutafuta maisha hapa. Tuna wajibu sisi watu wa Morogoro kupitia ofisi yetu wa serikali ya mtaa kuwatambua wote ambayo mko hapa. Kwa lazima mjisajili, tujue kuna maduara mangapi, na hilo duara kila mmoja watu wangapi wanachimba. Hilo jambo la kiusalama, mko wengi, anaweza kuumwa mtu, anaweza kufa mtu. Lakini jambo ambalo linanisikitisha, ambalo wachache wenu wanalifanya, inafika mahala mnapigana humu ndani, mnaumizana, jambo ambalo likiendelea humu sitosita kufunga huu mgodi, kila mtu arudi kwao. Mmekuja kutafuta maisha kihalali, ni wajibu wa serikali kuweka mazingira wezeshi kwenu ili mfanye hizo shughuli kihalali. Kwa kuwa serikali yenu inawapenda na inajua kwamba vijana wanajitafutia ajira, kwa hiyo tutaweka mazingira mazuri ili muweze kufanya kazi kwa kufuata sheria, taratibu, kanuni na miongozo iliyopo kwa mujibu wa sheria za madini lakini pia na sheria zingine za nchi. Lakini neema hii tunatakiwa sisi tuitumie vizuri, kwa sababu hii neema haijatoka kwa binadamu, hii neema imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Sheria zipo, taratibu zipo, haki zipo. Kwa hiyo mtu yote mwenye tatizo lake anatakiwa akashitaki, sio achukue sheria mkononi. Sisi wote tulioja hapa 90% ni maskini wa hali ya chini sana. Watu wote waliokuwepo hapa 90% wamechukua mikopo baada ya mlipuko huu. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na uongozi wako uendelee kuwapa wakina mama mikopo, na hata sisi wanaume pia vile tupate mikopo ili tujiendeleze. Tunaomba sana tupate kibali cha vilipuzi. Kwa hiyo tukipata kibali cha ulipuzi, nahisi kazi yetu itaenda kwa umakini zaidi.